wakala wa usalama na afya mahali pa kazi. OSHA, kazi salama yenye afya kwa maendeleo ya taifa. OSHA, wakala wa usalama na afya mahali pa kazi. OSHA, usimamizi madhubuti. OSHA, kazi iendelee. OSHA, usalama na afya mahali pa kazi. Jukumu la OSHA kulinda wafanyakazi dhidi ya vihatarishi eneo la kazi, kusimamia utekelezaji wa sheria ya usalama na afya mahali pa kazi. Leo tumekutana hapa katika jiji la Arusha na tulikuwa na semina ya siku moja na maafisa biashara wa kanda hii ya kaskazini inayojumuisha mikoa ya Kilimanjaro, Arusha, Manyara na Tanga, lakini pia tumepata washiriki kutoka katika level ya mkoa pamoja na wilaya zote za katika hiyo mikoa. Na lengo kubwa la semina hii ilikuwa ni kukumbushana masuala ya usalama na afya, lakini vile vile kuangalia namna gani ambavyo tunatekeleza maagizo ya viongozi wetu, especially Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku zote amekuwa akisisitiza mifumo ya serikali lazima izungumze pale inapokuwa inatoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo na sisi leo tumekutana hapa, lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wenzetu wa maafisa biashara na sisi OSHA tunafanya kazi kwa pamoja, wote tukiwa kama taasisi wezeshi katika biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tumepata fursa ya kubadilishana uzoefu kwa namna ambavyo wao wanafahamu majukumu yetu na sisi majukumu yetu wanavyoyafahamu, lakini pamoja na yote kwamba ni mifumo ya serikali kuzungumza ni namna gani ambavyo tunatekeleza agizo la Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deusi Sangu, kwamba anataka tuongeze usajili wa maeneo ya kazi. Kwa hiyo sasa hapa tumekaa kuangalia namna gani ambavyo tutashirikiana kwa pamoja ili tuweze kuongeza usajili wa maeneo ya kazi, tufanye kazi kwa pamoja. Na katika hili pia tumeona kwamba kuna maeneo ambayo wao wanayafahamu, wanasajili na sisi hatuna hizo data. Kwa hiyo mojawapo ya maazimio ambayo tumeweka ni kuhakikisha kwamba tunabadilishana taarifa, lakini zinapotokea taarifa za ajali katika maeneo ambayo wanasimamia pia wawe wanatuletea, ili sasa na sisi tuweze kuyatembelea yale maeneo, kuyakagua na kuhakikisha kwamba matukio ya ajali hizo hazitokei. Lakini Tanzania sasa hivi inakuwa katika uwekezaji, na inapokuwa katika uwekezaji, kila mtumishi wa umma anatakiwa awe ni sehemu ya majibu pale linapokuja suala la uwekezaji. Kwa hiyo wao ni wafanyabiashara, biashara ziko katika maeneo yao na sisi tunafanya ukaguzi ni katika maeneo yao. Ni lazima tuwe tunazungumza lugha moja ili kuhakikisha kwamba wale wafanyakazi na zile fursa za uwekezaji ambazo zimeajiri wa Tanzania wengi zinakuwa endelevu, lakini ile workforce iliyoko pale nayo inalindwa ili tuweze kutengeleza ajira zile zenye staha. Kwa hiyo tumekuwa na kikao ambacho ni kizuri sana, na hichi kikao tulichokifanya leo ni kama tumefungua, na tutakwenda kwenye kanda zote nchi nzima kuhakikisha tunafikia maafisa biashara ili tuweze kuwa na mtizamo wa pamoja wa uwezeshaji bila usimamizi, kwa sababu kuna facilitation na enforcement. Sasa sisi tumekwenda zaidi katika facilitation, kuhakikisha kwamba tunawezesha maeneo ya kazi yakidhi viwango vya usalama na afya, lakini hapo hapo yakidhi sheria, taratibu na kanuni za taasisi zingine. Kwa hiyo ni kikao kizuri na huu ni mwendelezo, na tutaendelea kuvifanya kufikia maafisa biashara. Tutakwenda kwenye kilimo kwa sababu OSHA ni mtambuka, inasimamia sekta zote za uchumi. Kwa hiyo leo tuko na maafisa biashara, tutakwenda pia na maafisa ugani kila mahali kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa salama, lakini uwekezaji ulioko nchini unakuwa endelevu. Tumefurahia sana mafunzo ya leo. Hakika tumetoka na ujuzi, uelewa mpana kuhusiana na kazi za OSHA. Kwa hiyo kupitia semina hii ya leo OSHA tumeona umuhimu wa wawekezaji, umuhimu wa wafanyabiashara na viwanda kujisajili kwenye mfumo rasmi ili waweke salama sehemu zao za kazi. Watumishi ambao wako kwenye sehemu za uwekezaji na wamiliki wa viwanda uwekezaji wanapaswa kujua kwamba hakika na usalama wa wafanyakazi ambao wako eneo la kazi. Tunashukuru sana, lakini pia tunapenda kusema kwamba tutashirikiana kwa pamoja. Kwa niaba ya wenzangu kwamba hiki kitu ni chetu, yani tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo lazima tutashirikiana, mradi tu kwenda pale ambapo malengo ya dira yetu ya taifa yanataka tufike. Kwa hiyo pekee nawashukuru sana, lakini pia
Nawapongeza hata maafisa wenzangu kwa kuwa na utulivu, somo limeeleweka. OSHA, kazi salama, maisha salama.